baada ya uchaguzi ambao alhamdulillah umefanyika kwa amani na tumeshinda vyema, tunao wajibu kama chama kutekeleza yale tulioahidi wananchi. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ilani iliyopita tulifanya vyema. Tumejenga hospitali, tumejenga skuli mbalimbali, tumejenga barabara, tumejenga viwanja vya ndege, tumejenga bandari, tumejenga viwanja vya michezo. Alimradi kila ambapo tulisema tutafanya, tumefanya vyema. Ahadi yangu kwa mwaka huu hadi mwaka 2030 panapo uhai na uzima, tutaendeleza yale yote ambayo tumeyakusudia, yale yote ambayo yako ndani ya ilani yetu, ili tuweze kupiga hatua kubwa zaidi za kimaendeleo katika nchi yetu. Na tumeanza kwa miradi ya maendeleo mbalimbali. Kwa kweli sasa hivi nchi inajengwa kila upande. Sasa unapojenga kuna changamoto zake. Foleni zinakuwa nyingi, matope mengi barabarani, ikija jua mvumbi litakuwa jingi, lakini ni mambo ya muda tu. Baada ya miradi hiyo kukamilika, yote tutayasahau hayo. Tuwe tuna barabara mapana kama Ulaya, tuwe tuna viwanja vya ndege vizuri, tuwe tuna bandari za kisasa, tuwe tuna nyumba za maendeleo. Kwa hivyo sisi tutaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi kwa yale tuliyoyaahidi, na nataka nikuhakikishieni kwamba miradi ya maendeleo mingi mikubwa tutaifanya, na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima mpaka kufika mwaka 2030 tutakuwa tumemaliza kipindi chetu tukiwa tumetekeleza yale yote ambayo tumeyaahidi. Baada ya uchaguzi ambao alhamdulillah umefanyika kwa amani na tumeshinda vyema, tunao wajibu kama chama kutekeleza yale tulioahidi wananchi. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ilani iliyopita tulifanya vyema. Tumejenga hospitali, tumejenga skuli mbalimbali, tumejenga barabara, tumejenga viwanja vya ndege, tumejenga bandari, tumejenga viwanja vya michezo. Alimradi kila ambapo tulisema tutafanya, tumefanya vyema. Ahadi yangu kwa mwaka huu hadi mwaka 2030 panapo uhai na uzima, tutaendeleza yale yote ambayo tumeyakusudia, yale yote ambayo yako ndani ya ilani yetu, ili tuweze kupiga hatua kubwa zaidi za kimaendeleo katika nchi yetu. Na tumeanza kwa miradi ya maendeleo mbalimbali. Kwa kweli sasa hivi nchi inajengwa kila upande. Sasa unapojenga kuna changamoto zake. Foleni zinakuwa nyingi, matope mengi barabarani, ikija jua mvumbi litakuwa jingi, lakini ni mambo ya muda tu. Baada ya miradi hiyo kukamilika, yote tutayasahau hayo. Tuwe tuna barabara mapana kama Ulaya, tuwe tuna viwanja vya ndege vizuri, tuwe tuna bandari za kisasa, tuwe tuna nyumba za maendeleo. Kwa hivyo sisi tutaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi kwa yale tuliyoyaahidi, na nataka nikuhakikishieni kwamba miradi ya maendeleo mingi mikubwa tutaifanya, na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima mpaka kufika mwaka 2030 tutakuwa tumemaliza kipindi chetu tukiwa tumetekeleza yale yote ambayo tumeyaahidi. Kwa kauli moja, tunakupongeza kwa dhati kabisa kwa ushindi wako mkubwa wa kishindo kwenye uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Umeweka upendo mkubwa kwa wananchi kwa kuwaweka pamoja, kujitolea kwako wananchi kuwafanyia mambo ya msingi ya mahitaji yao, kuendelea kuwa na amani, utulivu na mshikamano wa hali ya juu kabisa. Ni kweli uliosema, yajayo yanafurahisha. Umeendeleza umoja wa kitaifa, msingi bora wa kiuchumi. Uthibitisho leo wazi, Dr. Mwinyi, umefungua milango ya kisera kushirikiana na sekta binafsi kwa lengo la kukuza uchumi wa Zanzibar kupitia utalii, viwanda, kuimarisha
bandari na kuanzisha bandari nyingine. Zaidi ya hayo, umeimarisha miundombinu, ujenzi wa barabara na madaraja nchi nzima.